inakuonyesha hata upendo wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Inafanya Mungu anakusemea hata dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ambayo ikiwa utakuwa nayo kuanzia leo mpaka kufikia wakati Yesu Kristo atakuja, ni neema ambayo itakuwezesha utembee katika neema ya wokovu, yaani ile njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya imani ambayo Yesu Kristo mwenyewe anataka wewe tukaweza kutembea ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ni neema ya wokovu ambayo inahitaji kila mmoja wetu, aidha akuwe ni mimi, aidha akuwe ni wewe, tuweze kutembea ndani ya hii neema. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kitabu cha Waefeso 2:8 inasema nini? Inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Asifiwe. Haleluya. Yaani hii neema ya wokovu, Paulo anasema ya kwamba haikutokana na sisi wenyewe, bali neema hii ilitokezea na kipawa cha Mwenyezi Mungu. Waefeso 2:8. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tumeokolewa kwa neema. Kwa njia ya nini? Kwa njia ya imani. Yaani unapokuwa na imani, hiyo neema inakuokoa. Na hii neema haikutokezea na nguvu za mwanadamu ama nguvu za karani ama nguvu za mchungaji, bali imetokezea na nguvu za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji yako pale na kuweza kutimiza hii neema, kwa sababu yeye ndiye ameweka mahali pale pa kuweza kuwa katikati ya mimi na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikiwa uko na neema ya wokovu, Bwana asifiwe, hii neema ambayo inakuwezesha nguvu zako zinaendelea ndani ya wokovu. Unaimarika hata ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pale ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana asifiwe. Hata tu ukionyesha na matendo na useme ya kwamba fungu langu la 10 ama dhabihu yako ndio imefanya neema imeshuka, hapana. Usije ukajisifu ukasema ya kwamba mimi ndio natoa fungu la 10 kamili kanisani, mimi ndio natoa zaidi kuliko wengine, mimi ndio sio natoa ya kanisa. Hapana. Ukuja ukajisifu. Kwa maana kuna wengine wao wanajisifu, wanaanza kusema ya kwamba kama sio matoleo yao, kama sio fungu la 10 lao, mchungaji hawezi kuwa bila elimu, hata mchungaji hawezi kuwa kuvaa suti bila amevaa suti mzuri hivyo. Hapana. Kwa maana kuna wengine wanajisifu sana kwa ajili ya matoleo yao. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapotoa ushuhuda, hawatoi kama kwamba ni wanatolea Mungu, lakini wanatoa ni kama wanajitolea wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haistahili hivyo. Mungu akuja kujisifu na kuanza kusema ya kwamba ni matendo yangu ambayo inafanya mimi nimekuwa vile nilivyo. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Yesu makofi. Si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumba katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tukaweza kutenda matendo ambayo inaambatana mambo ya uongo na mambo ya wokovu, sio mambo ya kujisifu, sio mambo ya kujifanya na kusema ya kwamba kama sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ameokoka anaonyesha mwenendo ambao unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anaendelea ndani ya neema, hata anapoleta matoleo kanisani, analeta katika njia ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Sio njia ya maringo na matusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Analeta kwa njia ya unyenyekevu, hakijua kwamba hatolei mchungaji, hatolei karani, anatolea Mungu. Haleluya. Wale wengine wanasema kwamba tulete katika nyumba ya Mungu, tumjaribu Mungu, tuone kama anatufungulia milango na madirisha. Bwana Yesu asifiwe. Hawakusema ya kwamba tutolee mchungaji, hawakusema ya kwamba tutolee mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe.
lazima neema inaposhuka lazima idhirike ndani mwako, ukaweze kuimarika ndani ya uokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine wanajisifu sana kwa ajili vile wanavyokuwa kanisani. Mwingine anaona kwa sababu anajua kufundisha zaidi, usije ukapatikana umeenda hata kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni neema. That is why unapotoka katika nyumbani mwako asubuhi anaambia Mungu, neema yako ndio inanitoa. Ukikuja kanisani hata kama uombi zaidi, Mungu neema yako inafanya nini? Kwa sababu sisi wanadamu, Mungu akiangalia ndani mwenu, akiangalia matendo yenu, akiangalia fikira zenu, sisi tumepotoka. Hatutendi kulingana na mapenzi yake. That is why neema inashuka. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unafanya mambo zako, lakini unapokuja kwa madhabahu kuimba, unapata neema ya Mungu imeshuka na umeimba. Hiyo ni neema. Sio ati kwamba ndio ndio mzuri kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hii neema ya wokovu ni neema ambayo ni ya maana zaidi katika kwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupigie makofi katika jina la Yesu Kristo. Kuna neema ya utakaso. Kuna neema ya utakaso. Bwana asifiwe. Yaani neema ambayo inakutakasa kila wakati popote ulienda. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya nini? Neema ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika kitabu ya Tito. Kitabu ya Tito, Titus. The book of Titus. Chapter 2 verse 11. Tunaona hii neema inatufanya tuweze kutakasika mbele ya Mwenyezi Mungu na kutembea na nguvu za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ambayo inaposhuka unachukua dhambi. Yaani unaona ya kwamba hii kitu kana anafanya sio mzuri. Hii kitu mtakatifu anafanya sio mzuri. Hii kitu mshirika anafanya sio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neema inaposhuka inatofautisha mambo ya Mungu na mambo ya shetani. Na unajua hii ndio inafaa nifanye, hii ndio inafaa nisifanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu ya Titus, Tito 2:11 inasema, maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa kwa sisi, naye inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapoangalia mali yako, Titus anaongea kuhusu mambo ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya utakaso inasema ya kwamba maana hii neema ya Mungu inawaokoa wanadamu wote. Inawaokoa hata visiwi, inawaokoa watenda dhambi, inawaokoa watu wazuri hata watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii neema inaposhuka inatufanya tunakataa hii tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu amevaa nguo mzuri unatamani. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Pascal anapiga kita vizuri unasema hata mimi ningekuwa kama Pascal. Hapana. Ambia Mungu akupatie tu neema yako ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Neema yako iko. Labda wewe ni mwimbaji, labda wewe ni mwalimu, labda wewe ni mwalimu. Bwana asifiwe. Yaani neema inasema inapoona dhambi inakataa. Bwana asifiwe. Kuna kitu mmoja ambao Paulo alisema wakati mwingine akasema kuna kitu ambaye inakaa ndani mwangu. Bwana asifiwe. Na ninapotaka kufanya mazuri ninajikuta ninafanya mabaya. Na akasema ya kwamba sio yeye mwenyewe bali ni ile dhambi ambayo inakaa ndani mwangu. Bwana asifiwe. Yaani Paulo neema ilishuka akarealize ya kwamba kuna kitu inamsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya mambo ambayo hata yastahili. Bwana Yesu asifiwe. Hii neema hii ya kukataa dhambi ya utakaso hii ni neema ambayo inakuambia hili fanya, hili ni mbaya, hili ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Because makofi. Haleluya.
Inajua kwamba kutotoa ni dhambi, kwa sababu unajua kwamba Biblia inasema ya kwamba tutolee Mungu fungu la 10 kamili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuja unapiga makoni mahali hapa, unasema mimi sina kazi. Wakati unapopata kazi, mchungaji amekuombea, unapopata kazi wewe ndio huyo umehepa na umetoa ahadi, unasema nikipata kazi nitatoa fungu la 10 kamili. Unafikiria unaahidi kwa mchungaji? Hapana. Unaahidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninamsihi wale ambao mimi na wewe ambaye neema inatushukia, kwa sababu inasema inashukia kwa kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haijachagua. Waje tutumie neema kwa uzuri. Waje tuitumie hii wakati ambapo tumepatia hii nafasi. Bwana asifiwe. Kwa kuweza kuleta matoleo yetu mbele ya Mwenyezi Mungu pasipo malalamiko, pasipo complain. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na utaona vile Mungu atafanya ndani ya maisha yako. Pigeni makofi. Ni neema ambayo inatakasa mpaka fikra zako, inatakasa mwili wako, inatakasa mawazo yako, inatakasa kazi yako, inatakasa mpaka wewe hata unapotembea mahali, yaani mtu anakwenda sahibi mwenyewe anaanza kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka watu wanafikiria wewe unaabudu majini. Kumbe hapana. Yaani utakasa ambayo hata utakapopita katika ponde la mauti, Bwana asifiwe, utapita ndani ile ponde na utavuka, utakuwa ng'ambo ile nyingine. Wengine watakuwa wanashangaa vile ulipofika kule ng'ambo, kwa sababu utakaso hiyo neema imeshuka. Neema utakaso. Ni neema utakaso, hata utapata umeinua katika kiwango kingine ambacho hata wewe mwenyewe hujaamini, kwa sababu umetakasika. Mtu ambaye umetakasika hata anaposhika kitu, anapofanya jambo linaenda tu through bila shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna neema nyingine ya kukupatia nguvu, the strengthening grace. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii neema inakupatia tu, uko na nguvu zingine, sio nguvu za kawaida. Bwana asifiwe. Hiyo ndio neema ilikuwa juu ya Samsoni. Bwana asifiwe. Mnadhiri wa Mungu. Yaani nguvu walikuwa wanashindwa. Huyu Samsoni, hii nguvu anatoa wapi? Anapokuja ndani ya vita na watu wa Filisti, anaua wa Filisti, anawaua mpaka anawaua. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba yeye alikuwa mzuri, lakini neema ilishuka na nguvu zingine zisio za kawaida. Bwana asifiwe. Unapata unafanya vitu zingine sio za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafikiria kwamba sasa huyo mtu sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Unajua zingine zilikuwa ndani ya Yesu, alikuwa anafanya miujiza mpaka watu wanashangaa hizi nguvu zinatoka wapi? Lakini nguvu zilikuwa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata nguvu ya uponyaji. Mchungaji anashia kwa watu mkono hivi na unapona katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufikiria mchungaji hapo na majini. Hata mchungaji ameenda Tanzania, Pemba, kisiwa cha Pemba ama wapi, ndio ametoa hiyo majini. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sio hizo. Hii ni nguvu ambayo iko ndani mwako, ni neema ambayo Mungu ameweka ndani mwako kwa ajili ya kanisa lake, sio kwa ajili ya watu wengine, lakini kwa ajili ya kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulipigie makofi. Paulo akafika mahali akasema, ninaweza yote katika yeye ambaye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye anayetia nguvu ni nani? Ni Mungu. Paulo akatambua zile nguvu. Hakusema ninaweza yote kwa yule mwanadamu ambaye ananitia nguvu. Alisema kwa yeye ambaye ni Mungu. Mungu ambaye anayekutia nguvu. Mungu ambaye aliyemtoa katika ile gereza ambao walikuwa ndani Paulo na Sila wakipiga vipoko 40 kasoro 39. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakiwa ndani ya uimbaji, wakiwa ndani ya kusifu Mungu, hawakujali watapigwa, hawakujali hata wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile nguvu ambayo ilishuka ndani ya ile jela, Bwana Yesu asifiwe, ikafungua Paulo na Sila. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu ambayo Petro wakati alipokuwa ndani, amefungiwa ndani, anataka kumalizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu ambayo iliingia ndani ya washirika, wakaanza kuomba kwa bidii. Bwana asifiwe.
wakafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo neema ambayo ilishuka ndani ya ile shimo, bali ambapo Abednego, Shadraka na Meshaki walikuwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakafikiria kwamba wako peke yao, kumbe kulikuwa na nguvu zingine, mtu aile ndani bado. Bwana asifiwe. Hiyo ni neema ambayo ilishuka ndani ile shimo. Haleluya. Na ikaanza kufungua ndani ya minyororo, kwa sababu walikuwa wanataka wachomeke kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neema ya Mungu ilikuja ikawaokoa ndani ya ile shimo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napo angalia katika kitabu cha Warumi 8:37. Warumi 8:37. Hapo ndipo wana nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pale anaongea kuhusu zile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ziko ndani mwako, zinafanya kazi. Bwana asifiwe. Na unaposoma hata Biblia kila wakati unaingia kwa Biblia kidogo kidogo, every day utapata zile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Warumi 8 nasema nini? Warumi 8:37. The book of Romans. Bwana asifiwe. Inasema lakini 8:37. Lakini katika mambo haya yote yangu inasema sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyotupenda. Bwana asifiwe. Yaani katika mambo haya yote mimi na wewe sisi ni zaidi ya washindi. Ya washindi. Bwana asifiwe. Yaani tuko na zile nguvu za ushindi ambazo ni neema ya Bwana ambayo imeshuka kila Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ujue kwamba hii neema iko juu yako kama utapokea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mpokee. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni zaidi ya washindi. Ndani mwetu kuna ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya ushindi. Ile nguvu ambayo ilifufua Yesu kutoka kaburini. Bwana asifiwe. Walifikiria kwamba sasa wamemmaliza, lakini Yesu alifufuka na nguvu zingine ambazo hata hawakujua zimetoka wapi. Bwana asifiwe. Hata wale wafalme waliaibika, wenye nguvu waliaibika, wapresident waliaibika, kwa sababu zile nguvu zimekuja na zikamfufua ndani ile kaburi. Na wakati alipokuja sasa hakufufuka kama mwanadamu, alifufuka kama sasa Mungu mwenyewe, na akalia kile kiti cha enzi sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mtu ambaye anaweza kupombea na zile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizo ndio nguvu zitashuka wakati ambapo utakuwa na dhiki. Hiyo ndio neema ambayo itashuka. Hiyo ndio nguvu unafaa uitie siku ya leo. Unapotembea ndani ya mashida, unapotembea ndani ya magonjwa, unapotembea ndani ya mifarakano, hizo ndio nguvu zitakana uombe Mungu. Hiyo neema ikushukia siku ya leo, nikaweza kukuokoa siku ya leo, kwa sababu Bwana alisema yeye ambaye anayenitia nguvu. Bwana asifiwe. Atashinda nini? Yote. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguvu mpokee katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hizi nguvu mpokee katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa maana pasipo hizi nguvu sisi tunashindwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tupigie Yesu makofi. Hizi ni nguvu. Wakati adui anapokuja, watakuja kwa njia moja, lakini watatawanyika katika njia gani? Njia saba. Kwa sababu watakuja wapate hizo nguvu hawaziwezi. Bwana Yesu asifiwe. Watakupeleka kwa makanga. Wanapofika mahali pale, hiyo vitu vitakauka kwa sababu ya nguvu ambayo utakuwa nazo. Hizo vitu zitapenduka na zitawarudia wenyewe. Kama ni kifo, wenyewe watakufa. Kama ni makaburi, wenyewe watachimba makaburi, wataingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni uchuki, wenyewe watachukiana wenyewe kwa wenyewe na kuoana wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni nguvu ambazo zimeshuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hawakutaka
yake maisha. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi kabla sijaokoka, haleluya, nilipokuwa nikienda ibada, walikuwa wanajaa sana pale niko. Sio tufanyie nini, sio tupatie nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipookoka na nikaibisha Mungu sije nguvu. Akiwa unaniangalia bado kwa ubaya. Mimi naambia Mungu asante. Mimi sitakuwa vile nilivyo. Sitafika hii miaka ambayo nimefika. Kwa sababu walikuwa wameprogram maisha yangu. Walikuwa wameprogram maisha yangu, wanataka mimi nisikue mzima. Bwana asifiwe. Lakini mpaka saa hii kuna nguvu za utumishi. Hiyo neema ya utumishi. Kuna neema ya utumishi. Na hii neema hii ndio ilionekana wakati wa Abel na Kain. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio masadaka yote inakubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe siende ukafunja mahali uibe na ulete hiyo sadaka kanisani. Sema ya kwamba sasa nimeleta sadaka ya utumishi kanisani. Wao mtubu. Bwana Yesu asifiwe. So chunga sana sile hiyo neema ambayo uko nayo. Ni neema inakaa. Uwe na neema ya utumishi ambayo inakubalika mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The saving grace. Abel alileta sadaka zake na zikakubaliwa, lakini Kain zilikataliwa. So unapoleta na sadaka yako mahali hapo, unaleta na njia kali. Waje nimfundishe. Usilete na mawazo mengi. Leta ukijua kwamba inaenda kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kwa nini huwezi fanikiwa na wewe nilipofunga na 10 kamili? Ni kwa nini huwezi fanikiwa na wewe unatoa sadaka hata mzuri kuliko wengine? Ni kwa sababu angalia matoleo unatoa wapi. Ni sababu angalia moyo wako ni moyo aina gani. Yaani hujapatia moyo wa utumishi. Mtu ambaye amepatia ile neema ya utumishi sio mtu lazimishwa kufanya mambo yake. Unapata unakuja mahali hapa, una pledge. Ikifika wakati wa kutoa unaenda. Alafu unarudi baada ya hii jambo limeisha. Bwana asifiwe. Unapotoa nadhiri ni vizuri uiondoe, lakini usipoiondoe itafanyika laana. Bwana asifiwe. Yaani hauna hiyo neema ya utumishi. Hauna hiyo neema ya kuweza kutumika. Bwana asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Hii neema ya utumishi inapatikana katika kitabu Waebrania 12:28. Haleluya. Waebrania 12